Bana, katika hali ambayo si ya kawaida, licha kwa bodi ya ligi wametoa taarifa ya kuahirisha mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini Yanga wameingiza timu yao hapa uwanja wa Benjamin Mkapa na mashabiki bado wapo wengi viunga hivi vya Lupaso. Kipi ambacho wanakiamini baada hii sintofahamu kwenda kupata mengi sana ambayo unahitaji kuyapata kutokea hapa Benjamin Mkapa? Mzee Nagwaji. Alhamdulillah. Yuko vizuri? Yuko vizuri, saumu imepanda. Kwa sababu sisi ni watu tuliooa wenye majukumu hayo. Ni majukumu yetu haya. Sawa sawa. Kiu ya dabi ya Kariakoo ilikuwa ni kubwa sana, hatimaye imeota mbawa. Ndio. Ulitegemea kwa asilimia ngapi baada ya zile sintofahamu kuanza mapema kabisa kuanzia usiku wa jana? Ile Simba ni kama kisingizio walichofanya, kwa sababu kila mechi wanazocheza huwa wanapenda kuwasingizia wachezaji wao. Mechi ilianza kwa Chama, ilikuja kwa Kijiri, ilikuja kwa golikipa wao Kamara, ikaja kwa Kazi, ikaja kwa Inonga. Yaani wachezaji wao wote kila wanapofungwa dabi wanasema wachezaji wao wameuza mechi. Sasa hii wachezaji wao wengine wakasema sisi tunakaa pembeni. Kina Ishmanula aliambiwa ameuza mechi. Hii wakaambiwa sasa chezeni. Na Yanga jinsi alivyojiandaa wako vizuri, Yanga wako fiti. Simba akachungulia akaona anafungwa si chini ya goli 6. Ikaamua aluke apae, maana unajua Simba walibadi bipsi, wamemtuma mwewe lakini kenda kuchukua bipsi za wanawake. Ina maana kwamba sisi hatulogeki. Na wewe mwenyewe unajua kwamba kuna timu zinafanya ushirikina hadi zimefungiwa kimataifa na zimepigwa mafaini kimataifa. Hii Simba walikuwa wana wajibu gani wa kutocheza mpira hapa leo? Mazoezi ya jana usiku ndio wamefanya wasicheze mechi leo. Ni uoga, wanatuogopa. Natamani kifuate nini baada ya hiki kutokana na taarifa ambayo bodi ya ligi wameitoa kwa huu mchezo kuota mbao na utapangiwa tarehe nyingine? Kama wana Yanga mnatamani kitokeni? Kwanza hakuna kanuni inayosema kuwa kwamba timu isipokuja uwanjani yani iachiwe tu. Hakuna kanuni inayosema timu igomee mchezo inapojisikia. Simba mwaka jana walileta tamthilia kama hizi. Mechi imepangwa saa 11, saa 8 mchana wakasema mechi hizi ziahirishwe. Mwaka huu pia hivyo hivyo wamekuja na staili zao kusema kwamba hatujafanya mazoezi jana. Kwa hiyo bodi ya ligi mimi naomba hii Simba hii msiachie, pokonyeni pointi 15 kama zilizokuwepo kwenye sheria. Wasibageni maneno, wasibageni kwamba tulete labda usawa. Ni wapokonyo pointi 15 wawe sawa na Ken Gold. Hiyo ndo basi. Hauamini kwenye busara kutumika kwenye hilo? Hakuna busara. Kuna rafiki yangu ametoka South Africa amekuja hapa leo. Amekuja yeye na mkewe na watoto wake wawili na mkwewe mmoja. Kutoka South Africa mpaka hapa wametumia milioni 4. Wanakuja na ndege na kuondoka na ndege. Ni zaidi ya milioni 6, 7, 8. Na wamechukua hoteli kubwa. Leo hii unawaambia kwamba eti jana watu hawajafanya mazoezi, tuondoke, tusicheze mpira. Kuna watu wamekuja hapa wamelala, wametoka Tanga, Mwanza, Singida, wapo hapa hadi sasa hivi. Simba inabidi adebishwe. Sisi ni mabingwa, tunaongoza kwa pointi 1. Kitendo cha taarifa kutoka lakini timu yenu kuleta timu kikosi uwanjani inaashiria nini? Inaashiria wanamme. Kitendo cha Yanga kuja hapa wanafuata kanuni kwamba wameambiwa wacheze mpira saa 1. Yanga ninavyoamini ninavyokubali, wapo humo ndani mpaka saa 1:15 wataenda uwanjani. Upulize filimbi, usipulize, tutafuata sheria na pointi 3 tupewe na magoli 3 tupewe. Na tukipewa magoli 3 leo tunampa Dube yote. Lakini kauli ya makamu wa rais anasema aamini kama kunaweza kuwa na dabi nyingine itachezeka msimu nje ya hii ambayo leo ilipangwa kuchezeka. Kauli yake unaweza kuitazama kwa namna gani? Dabi ya kwanza tumecheza, dabi ya pili ni leo. Ilitakiwa iwe leo. Hakuna dabi 3. Ilitakiwa iwe leo lakini haijachezeka. Ilitakiwa ichezwe leo hapa. Hakuna dabi 3. Hiyo dabi ya 3 ni mamlaka yao na Simba, sio sisi. Dabi yetu ya pili ni hii. Dabi ni 2 tu. Dabi ya pili ni hii leo. Tupewe pointi zetu 3, ligi iendelee. Tuendelee na maisha yetu. Kwa hiyo hizo kauli za kusema kwamba kuna dabi ya 3 hata mimi naungana na viongozi wa Yanga. Hakuna. Hii ndio dabi ya pili na ya mwisho.
mwaka huu, msimu huu. Msimu wa mwaka jana uliopita Simba walitupa pointi 6, magoli 7. Wanaogopa tu kwamba magoli 6 yapo leo. Yaani wao leo walikuwa wanatupa zile zile pointi 6, magoli 7. Leo goli 6 zilikuwepo. Basi tusubiri tarehe nyingine ambayo bodi ya ligi wataipanga. Kuna tarehe nyingine ni kukabidhiwa ubingwa tu. Au sio mdogo wangu, nikukabidhiwa ubingwa tu. Basi bado hajamalizika, michezo si chini ya 8. Tunashuka sasa hivi. Leo tuna pointi ngapi? Leo hii pointi ngapi? Tunakuwa na pointi ngapi leo? 3 za leo. Tukijumlisha pale tunaondoka. Sawa bwana, hao ndio wanayanga wanaweza kutazama kile ambacho wanakizungumza. Ni Benjamin Mkapa, mandhari ni hiyo hapo. Mechi hakuna kwa kifupi, lakini Yanga wameleta timu uwanjani. Inakuwaje? Bana fresh kaka, tuko vizuri. Tuko vizuri alhamdulillah rabbil alamin. Kama eneo gani mpaka hapa Benjamin Mkapa? Bana mbali sana mwanangu, ni fedhea kubwa kusimulia kwa sababu tulikotoka ni mbali, lakini mwisho wa siku tumekuja kuambulia ambacho hatukutarajia. Taarifa ya bodi ya ligi imekukuta ukiwa wapi? Hii ya mwisho kabisa. Bana nikiwa maeneo haya ya Temeke. Umeshafika kabisa yani mwanangu. Na uwepo wako mpaka hivi sasa, ikiwa timu yako tayari imeshaingia uwanjani, unakitegemea nini nje ya kile ambacho tayari kimetolewa na bodi ya ligi pamoja na wapinzani wenu Simba? Mimi nadhani kwa sababu bodi ya ligi wao ndio wenye mamlaka na wao washaamua kwamba leo mechi haipo. Sidhani kama kuna kingine chochote ambacho tutakipata zaidi ya hiko kusubiria na sisi wenyewe hapa muda ukifika kuondoka. Wao ndio wenye mamlaka na wao ndio wameshatangaza kwamba mechi haipo. Lakini ukiangalia soka letu tulikuwa tunajitahidi sana kwa ajili ya soka, watu wana investment, lakini kwa hiki ambacho wanakifanya bodi ya ligi na TFF, huu ni upuuzi ambao haupaswi kabisa kufanya na mpira wetu wa Tanzania, kwa sababu watu wanaweka pesa nyingi, watu wameandaa gharama nyingi sana. Wasiangalie wao tu ambao wako hapa hapa Dar es Salaam, wanapanda daladala wanakuja hapa, lakini kuna baadhi ya watu wametoka nje za nchi. Kuna watu hapa leo wamewekeza hapa mama lishe wadogo, wameingia hasara kupika vyakula kwa kutegemea kwamba kutakuwa na mechi na watu watafanya biashara. Lakini mwisho wa siku TFF na bodi ya ligi mambo ambayo wamekuja kuyaamua yani ni aibu katika mpira wetu wa Tanzania. Ukiangalia hii ni dabi ya 5 Afrika kama sikosei. Leo hii inakuja kugailishwa mechi eti kisa mmoja hajafanya mazoezi kabla ya mechi, siku moja kabla ya mechi. Wakati huo wanasema kwamba kanuni, kama mtu hatafanya mazoezi ataadhibiwa kikanuni na sio kugomea mechi, hapana. Lakini leo hii TFF wamejikanyaga na wamegairisha mechi. Bana ni huzuni kubwa sana kwa wanasoka wa Tanzania. Wanarudisha mpira wetu nyuma. Wanafanya wanasoka wale ambao walikuwa wanachipukia kuupenda mpira wawaue nguvu au wavunje moyo, kwa sababu kuna watu wameacha biashara zao wamekuja kuangalia gemu. Lakini leo panakuwa na sababu ambayo haina msingi, yani ni ujinga mtupu yani kiukweli. Bwana pole sana, bila shaka tusubiri tarehe mpya ambayo itapangwa. Wacha wapange, lakini ujinga mtupu. Imeshaingia unyonge. Ujinga mtupu.